wakati uko pahali pako pasiri, ama wakati hauonekani, wewe ni Mkristo wa aina gani? Musitende dhambi. Wakristo ni neno la Mungu linatuambia atakana kwamba umekasirika usitende dhambi. Usiseme ya kwamba umepatana na Mungu lakini wewe unataka kukaa jinsi unapenda. Ama kwa nini uliokoka? Sisi ambao tumeokolewa ni lazima tuwe watu ambao ni wa kuliona hili neno ambalo ni la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nifanye hivi kwa sababu ya Mungu. Nimeokoka, na kwa hivyo wakati ninapoendelea katika hali ya kuhubiri, ni mchungaji ambaye amesamehewa makosa yake na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana, ni kwa sababu ya uaminifu wake, na kwa sababu ya upendo wake, na kwa sababu ya mawazo mema ambao wako naye ni kwa ajili ya maisha yetu. Ni kwa sababu kama sio yeye na kama sio mkono wake, sijui vyenye tungekuwa siku ya leo. Lakini amekuwa mwema, amekuwa Mungu wa karibu, na amekuwa msaada wa karibu. Kwa hivyo tunamshukuru. Jambo lenyewe ni ya kwamba kama vile neno la Mungu linavyosema ya kwamba Wakristo wengi huwa wanapotea. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Wakristo wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo nashukuru Mungu, ni kwa sababu naamini ya kwamba siku ya leo ni pamoja nasi, na ili akaweze kutufundisha, akaweze kutunenea, na ili tukazidi kupata maarifa yake, na katika ile hali tukaweze kuendelea tukiwa watu ambao wamekomaa, na watu ambao anaweza waaminia kwa mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu ni kwa sababu tagia last year kuna hiki kitabu ambao tulianzia kujifundisha, kitabu ambao ni ya Matthew chapter number 5, na tukaanzia kutoka mstari wa kuanzia mstari wa kwanza. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ni mambo mazuri na ni mambo ya ajabu, na neno la Mungu linasema ya kwamba yeye alikuwa na wanenea wale watu ambao walikuwa wanamjua, na wale watu ambao walikuwa wanajuana na yeye, wenye walikuwa wanajua Yesu Kristo. Kwa hivyo kwa wakati kama wa huu tunaweza sema ya kwamba ni wale watu ambao walikuwa wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tukiona mstari wa kwanza kama vile tulianzia ili tukaweze kukasha, tulisema ya kwamba Yesu Kristo akaweza kupanda mlimani, na wakati alipopanda mlimani, Biblia inasema ya kwamba wanafunzi wake wakaweza kumfuata. Na wakati walipomfuata, neno la Mungu linasema ya kwamba wakaweza kukaa chini, na ili wakaweze kufundishwa neno la Mungu. Na kwa hivyo mstari wa kwanza na wa pili unaelezea vile waliweza kukaa, na vile Mungu aliweza kufungua kinywa chake, na akaweza kuwafundisha mambo ambayo ni ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tukaingia mstari wa 3 mpaka mstari wa 13, na tukaweza kuona ya kwamba zile baraka ama maisha ambao ni ya waaminio, maisha ambao ni ya hao watu ambao wanajiita watu wa Mungu. Na kwa hivyo tukaweza kuiangalia, na jua ya kwamba tunaweza kukumbuka, na Mungu wetu atatubariki kama tumeanza kubadilisha na tumeweza kuishi maisha ambao ni ya uungu. Tukakuja mstari wa 11 tukiendelea mpaka mstari wa 16. Nafikiria hapo ndipo tuliweza kumalizia. Na neno la Mungu lilikuwa linatuambia kwamba sisi ambao ni wa Mungu tumefanyika kuwa chumvi ambao ni ya dunia, chumvi ambao ni ya ardhi. Na tukasema ya kwamba Mungu alikuweka na ili ukaweze kubadilika, na ili ukaweze kubadilishwa na huyu Mungu, na ili ukaweze kubadilisha mambo na eneo ambapo Mungu ameweza kukupatia. Na kwa hivyo ninaamini ya kwamba tumeanzia kuwa na tabia ambao ni ya kubadilisha na kufanya watu wengi wakaweze kumjua Mungu. Ni kwa sababu Mungu wetu alituita na ili tukaweze kubadilisha dunia. Jambo hilo lingine tukaambiwa kwamba tumefanyika kuwa mwangaza, ama tumefanyika kuwa light ambao ni ya ulimwengu. Na kwa hivyo tukasema ya kwamba katika hali ya tabia na katika hali ya matendo yetu tutafanya tukaweze kung'aa kote duniani, na ili watu wengi wakaweze kumwamini Mungu na wakaweze kumfuata huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiria last year tuliweza kufikisha hapo, na kwa hivyo tukaingia mwaka wa 2026, na ninataka hili neno tukaweze kuandamana na ile theme ambao Mungu aliweza kutupatia ya mwaka huu wa 2026, hali ya kutoka na kuishi maisha ya watu ambao wamefufuliwa. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Na tukasema ya kwamba kuna mambo mengi ambao tunahitaji Mungu akaweze kuyafufua. Kuna mambo mengi ambayo imetufunga, na kwa hivyo inafaa Mungu wetu akaweze kutufufua. Tukaongozwa na neno la Mungu katika kitabu cha John 11, tukaona kutoka mstari wa 35 ikiteremka. Na kwa hivyo tukasema ya kwamba kulikuwa na huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Lazarus, na vile mambo yalivyoendelea, na kwa hivyo wao walikuwa wamefika mwisho, lakini Mungu hakuwa amefika mwisho. Wao walikuwa wamekata tamaa, lakini Mungu kwa sababu ya kufika kwake mambo yakaweza kubadilika. Na kwa hivyo tukasema kwa sababu Yesu ameweza kuja katika maisha yetu, ndiposa anafundisha wanafunzi wake mambo ambayo ni ya ufalme wa mbinguni. Ni kwa sababu sisi sio hapa duniani, lakini kuna mahali ambapo tutaenenda kuishi pamoja na huyu Mungu. Lakini hata kana kwamba tutaenda katika dunia hii ambao Mungu ameweza kutupatia, ni lazima tukae watu ambao wamefufuriwa na huyu Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba eti wakati Lazarus alikufa, aliweza kukaa siku ambazo zilikuwa ni 4. Na kwa hivyo katika hali na katika mambo vyenye inakuwa, alikuwa ameanza kunuka. Kwa hivyo ni mtu ambaye hakuwa anapendeza. Na tukasema ya kwamba wakati mwingine yawezekana kuwa kuna mambo yako unaona kana kwamba hata kuyasema mbele ya watu, hata kuonekana mbele ya watu, hata watu kuyajua, inaonekana ya kwamba ni mambo ambayo yako na aibu. Lakini jambo lenyewe ni ya kwamba maisha ambayo Yesu Kristo ameyafufua, yeye haangaliagi wewe ni mtu wa aina gani. Jambo lenyewe ni ya kwamba anaifufua na anafanya ukaweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo napenda tukaweze kuashiria kuanzia ama tukaweze kuendelea mahali ambapo tuliweza kufikisha wakati huo mwingine. Na mahali ambapo tuliweza kufika ni ya kwamba wakati Yesu Kristo alimfufua Lazarus, ile kitu ambacho alisema ni ya kwamba akaweze kuashiriwa, akaweze kufunguliwa, na ili akaweze kuendelea. Na kuendelea ni kuishi maisha ambao ni ya mtu ambaye amefufuriwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Wakristo, kwa sababu tunajua na tunafahamu ya kwamba huyu Mungu ameweza kutufufua, ni lazima tukae maisha ambao ni ya watu ambao wamefufuriwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa, kuishi maisha ya watu ambao wamefufuriwa ni kwa sababu wakati mwingine sisi tunakaa na tunaishi na tunaendelea, tulifufuriwa, lakini tunataka kuishi pahali ambapo tulifufuriwa, mahali ambapo Mungu aliweza kutufufuria. Lakini jambo lenyewe ni ya kwamba ukifufuriwa kama vile alivyosema, akaweze kuashiriwa, akaweze kufanywa huru, akaweze kusimama na endelee maisha ambao ni ya uungu. Wa Kristo wengi wanapenda sana Mungu akaweze kuwafufua na wanatamani sana, na ndiposa unakuta ya kwamba watu wengi wanajiitanisha na huyu Yesu. Lakini ukijaribu kuangalia maisha ambao wanaoyaishi, sio maisha ambayo yanampendeza Mungu na sio maisha ambayo ni ya Mungu. Lakini jambo lenyewe ni kama vile tunaenenda kuyaona tukiongozwa na neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 5 na mstari wa 17 mpaka 30. Napenda leo tukaweza kujifunza, kama tutaweza kufikisha pale itakuwa ni baraka sana. Naamini ya kwamba Mungu wetu ataweza kutubariki. Na kwa hivyo jambo lenyewe ni ya kwamba hawa watu ambao wamefufuliwa na Mungu ni lazima wakae maisha ambao yamebadilishwa. Usiseme ya kwamba umefufuliwa lakini unataka kuishi maisha tu yale ambao ulikuwa unayaishi pale kale. Usiseme ya kwamba umepatana na Mungu lakini wewe unataka kukaa jinsi unapenda. Na kwa hivyo wakati tunapoenda kulisoma hili neno tukaweze kuliangalia sana kwa makini, ni kwa sababu ni neno ambalo Yesu Kristo aliweza kutoa ndani ya kinywa chake na akaweza kuwafundisha na kuwaelekeza hawa wapendwa, na ili siku kama ya leo tukaweze kujifunza na yale mambo, na najua kwamba Mungu wetu atatubariki. Kwa hivyo nitaulizia ndugu wetu Deacon Dan anisomee, na najua kwamba atabarikiwa. Mathayo mtakatifu sura ya 5 kuanzia mstari wa 17. Biblia inasema, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii. La, si kuja kutangua bali kulitimiliza. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo,
ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin, nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Mmesikia ya kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno mazuri, ni maneno magumu, na ni maneno ambayo Yesu Kristo alikuwa anawanenea wale watu ambao walikuwa wamemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kama vyenye nimesema siku ya leo, ama theme ya siku ya leo ni ya kwamba living the resurrection life, ama kuishi maisha ambayo ni ya mtu ambaye amefufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tukiangalia hiyo verse 17 imeanzia vizuri sana ya kwamba Yesu Kristo hakuja kuja kudestroy ile roho, lakini alikuja na ili akaweze kuitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, wakati mwingine watu wanasema ya kwamba kwa sababu mimi nimeokoka na kwa sababu mimi nimejuana na Mungu, nitakaa tu maisha ambayo mimi ninataka. Si ninajua ya kwamba Yesu Kristo ako ndani yangu, na kwa hivyo katika hali ya matendo na katika hali ya kufanya, katika hali ya kuenenda na katika hali zote, unakuta ya kwamba wewe ni mtu ambaye umeokoka, lakini wewe sio mtu ambaye unafuata zile sheria ambazo ni za Mungu wetu. Na kwa hivyo Yesu Kristo akawafundisha na akaweza kuwaelezea ya kwamba yeye hakuja na ili akaweze kudestroy ile roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo mstari wa 17 mpaka mstari wa 19 kuna mambo ambayo natapenda tukaweze kujifunza pale, ama ile jambo ambayo tunaweza kujifunza pale ni ya kwamba resurrection life honor God's word. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba maisha ambayo ni ya ufufuo inaheshimu lile neno la Mungu. Na kwa hivyo Yesu Kristo akasema ya kwamba yeye aliweza kuja na ili akatie lile neno, ama ile neno akaweze kuifanya ikaweze kuwa ya standard, akaweze kuifanya ikaweze kujulikana zaidi, ikaweze kuwa na nguvu zaidi, ikaweze kusimama zaidi. Wakristo wengi wanafikiria kwamba ni kwa sababu wao wanafanya hivi na hivi na hivi, ama wanaonekana wanakuja kanisani jioni, wanatoka wanakuja maombi asubuhi, wanatoka wanafanya kulingana na zile njia ambazo zinaonekana ni nzuri, wanafikiria kwamba wanaishi maisha ambayo ni ya Ukristo. Lakini jambo lenyewe ni ya kwamba sisi ambao tumeokolewa ni lazima tuwe watu ambao ni wa kuliona hili neno ambalo ni la Mungu. Watu ambao wamefufuliwa, neno la Mungu linasema ya kwamba ni lazima wakaweze kuheshimisha hili neno katika mambo yote, katika kuongea, katika kufanya, katika kuishi, katika kulala na katika hali ya kuamka. Ni lazima tukaweze kumheshimu huyu Mungu kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo wakati alipokuja, alikuja na akafanya hili neno likaweze kuwa na nguvu, na akaweze kulifanya likaweze kuendelea zaidi na zaidi. Na kwa hivyo hakuja na ili akaweze kudestroy lile neno. Unajua watu wengi wanasema ya kwamba kwa sababu nimekuja kwa Yesu
na kwa sababu ninaitanishwa na Yesu, hakuna haja nikaweze kufuatilia lile neno ambalo limeandikika katika neno la Bwana. Na kwa hivyo wakati wanaposimama wanasema yako, si mimi ni wa Yesu, lakini jambo lenyewe hawataki kufuata kulingana na vile neno limesema. Hawataki kusimama kulingana na vile neno linasema. Na kwa hivyo Wakristo ni lazima na ni vizuri tukaweze kuona ama tukaweze kuelewa ya kwamba Yesu Kristo alikuja na ili tukaweze kusimama na kuendelea katika hali ya kumpendeza na katika hali ya kuliheshimisha hili neno. Nataka kumaanisha nini ama nasema nini katika haya mambo yote ambayo ninayosema? Yakoba Yesu Kristo alikuja na ili akaweze kuleta standard ambalo ni ya neno ambalo ni la Mungu, ama akaweze kuheshimisha lile neno. Twajua na twafahamu ya kwamba tangia wakati mwanadamu alipofanya makosa katika kitabu cha Genesis chapter number 3, ukilisoma vizuri utaona ya kwamba hapo mwanzo chapter 1 na chapter 2 Mungu alikuwa anakutana na Adamu na Eve, na kwa hivyo alikuwa anaandamana vizuri. Lakini wakati shetani alipoingilia akaweza kumfanya mtu akaweze kufanya makosa ama akaweze kufanya dhambi mbele za Bwana, na kwa hivyo kukaweza kuwa na ile hali ambayo ni ya separation between man and God. Lakini neno lenyewe linasemaje? Ya kwamba tangia wakati huo Mungu akaweza kuwa na mpangilio na akaweza kuwa na nia nzuri, ni kwa sababu ya mwanadamu, na kwa hivyo akaanza kupanga mpango jinsi atakavyokuja na ili akaweze kumuokoa mtu. Na kwa hivyo ikaendelea mpaka ikafikia wakati wa Yesu Kristo. Yesu Kristo akaja, na wakati alipokuja mambo yote ni ya kwamba huyu Yesu akaweze kurudisha ule uhusiano wetu na Mungu. Na kwa hivyo kwa sababu alifanya hivyo, ni vizuri tujue na tukaweze kulitii hili neno na kulifuatilia jinsi inavyofaa. Na kwa hivyo nilikuwa nasema ya kwamba Yesu Kristo alikuja na ili akaweze kuleta ile standard ambayo ni ya neno la Mungu, lakini hakuja ili akaweze kulikansu. Na kwa hivyo katika hali ya kuangalia ama katika hali ya kuangalia vile Yesu Kristo alifanya hili neno likaweze kusimama ama likaweze kuendelea, ni ya kwamba ukiangalia sana, na tutakuja kuyaona yale mambo ama katika hali ya ufarisi, hawa watu ambao walikuwa wanajiita Wafarisi walikuwa wanajua kulifuatilia neno sana, na walikuwa nasema ya kwamba katika hali ya kufundishwa walikuwa wamefundishwa sana, na katika hali ya kuonekana walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaonekana ni watu wasafi sana, watu ambao wanamjua Mungu zaidi. Lakini katika ndani yao, outward, walikuwa wanaonekana ya kwamba wako sawa, walikuwa wanaonekana ya kwamba ni watu ambao wanajuana na Mungu, lakini kwa ndani yao hawakuwa wanajua Mungu ama hawakuwa wanafanya kulingana vile Mungu angependeza. Na kwa hivyo Yesu Kristo akaja, na ndiposa hapo mbele tutakuja kuona Yakoba anasema ya kwamba hata kukasirika utakuwa already umemanda. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mtu na uweze kuwa ukaweze kumtamani, already umefanya nini? Umesini na yeye. Kwa hivyo Yesu Kristo aliweza standard ya hili neno, ni kwa sababu alitaka sisi wakati kama wa leo hili neno likaweze kutoka ndani yetu, sio eti tukaweze kuonekana ni watu ambao ni wa Mungu, ni watu ambao wanaenda mbinguni, ni watu ambao wanamhubiri Yesu, lakini vile tunavyohubiri sio vile sisi tunafanya ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Wakristo ni vizuri tukaweze kujihadhari sana katika hali ya kulitii na katika hali ya kusimama na hili neno, ni kwa sababu Mungu wetu angependezwa nasi na ili tukaweze kumfurahisha katika hali ya kutimiza ile torati yote, ile law yote, ni kwa sababu ya kuongozwa na huyu Mungu. Kwa hivyo tumesema ya kwamba yule mtu ambaye ameweza kufufuliwa ni lazima akaweze kumheshimisha Mungu kwa neno lake katika hali ya kulifuata na kusimama na njia ambayo inafaa. Mstari wa 20, najua ya kwamba tumeweza kulifuatilia vizuri, na tumesema ama limetufundisha ya kwamba matendo yetu ama our righteousness ni lazima ikaweze kuzidi ile ambayo ni ya Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa ni watu ambao walikuwa wanamjua Mungu katika hali ya kufunga. Biblia inasema ya kwamba every week 3 days walikuwa wanajipeana katika hali ya kumtafuta Mungu, katika hali ya kuonekana they are righteous. Walikuwa wanaonekana ya kwamba hawa watu ukiwaangalia na macho ya kimwili walikuwa wanaonekana ya kwamba ni watu ambao wamesimama vyema, lakini
hata kana kwamba walikuwa wanaonekana ni watu ambao ni wa Mungu, ndani ya roho zao walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekufa. Wakristo wengi wanakuwa ni watu wa jinsi ile. Ukimwangalia hivi wakati anapokuja kanisani akiwa amebeba Biblia yake na mfuko yake vizuri sana, unaweza fikiria kwamba ni mtu ambaye amefika mbinguni, lakini jambo lenyewe ni ya kwamba ndani yake, ama yale mambo ambayo yanatoka ndani yake, ukisikiza hivi hautaamini. Wakristo, washeni tusiwe kama Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati uko pahali pako pasiri, ama wakati hauonekani, wewe ni Mkristo wa aina gani? Wewe ni mtu ambaye ni wa Mungu, ama ni ule mtu ambaye unasema ya kwamba kwa sababu imefika siku ya Sunday nitaonekana ama nitaenda nikiwa Mkristo ambaye amesimama vizuri, lakini wakati unapotoka unafanya mambo jinsi ungependa. Wakati mko na mume wako, ni maneno gani ambayo inatoka ndani ya kinywa chako? Wakati uko na watoto wako, ni maneno gani ambayo inatoka ndani ya kinywa chako? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mko bedroom, ni maneno gani ambayo inatoka ndani ya kinywa chako? Neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo kuja kwake alitufanya, ama alikuja na ili tukaweze kuliheshimisha lile neno wakati tunapoenenda, ama wakati tunapoishi, wakati tuko peke yetu, na tukaweze kumheshimisha kwa hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo akasema ya kwamba maneno yetu ama matendo yetu ni lazima ikaweze kuzidi ile ambayo ni ya Wafarisayo. Ni kwa sababu wale Wafarisayo kuonekana kwa walikuwa wanaonekana ya kwamba ni watu ambao wanamheshimu Mungu, lakini spiritually walikuwa wamekufa. They are spiritual dead. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nowadays ni Wakristo wangapi kuonekana kwa wakati wanapokuja, na wakati mwingine unakuta ya kwamba hata katika hali ya kuongoza praise and worship, katika hali ya kuongoza service, katika hali ya leadership, unaweza ona ya kwamba huyu mtu ni mtu ambaye anaweza kuaminika sana, lakini wakati Mungu anapokuangalia ndani yako, wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni mtu wa aina gani? Wa Kristo. Neno la Mungu linasema ya kwamba hatutaishi hapa duniani, wakati unafika na ili tukaweze kuondoka, wakati unafika na ili tukaweze kwenda kuishi pamoja na Mungu. Wewe ni yule mtu ambaye ni wa kusidikisha watu. Watu wakisema tunaenda mbinguni, uko pamoja nao tunaenda mbinguni. Watu wakisema tufanye hivi, wewe ndiye wa kwanza kufanya. Lakini yale mambo ambayo yanatoka ndani yako hayafai hata kidogo. Wa Kristo, wacheni tujichunge, wacheni tuangalie. Ni kwa sababu Mungu wetu angependa, kwa sababu ameweza kutufufua tukaishi maisha ambao ni ya watu ambao wamefufuka, na maisha ambao tunaelekezwa na huyu Mungu. Nilitangulia kusema ya kwamba wakati Lazarus alipofufuliwa na akatolewa katika kaburi, neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu akasema na akaweze kufunguliwa. Wakristo wengi tufunguliwe. Zile tabia ambazo tulikuwa tunafanya wakati hatukuwa tumefufuliwa, tuachane nazo. Yale mambo na yale maongeo na zile tabia ambazo tulikuwa nazo kabla hatujajuana na Mungu, na tukaweze kuziacha. Kwa sababu umebarikiwa na Mungu, na Mungu atakuinua. Kutakuwa na mali mingi, na Mungu ataweza kukupeleka mbali. Usisahau ya kwamba ni nguvu za Mungu, ni uwezo wake, na ni yeye amekufanya jinsi ulivyo, na kwa hivyo ukaweza kumheshimisha kwa vitu zako zote, kwa mali yako yote, kwa akili yako yote, na kwa kila kitu, na ili Mungu akaweze kutukuzwa. Kwa hivyo tumesema ya kwamba hiyo number 2 ama hiyo verse 20, ile kitu ambayo inatufundisha ni ya kwamba resurrection life goes beyond our number 2 tumesema ya kwamba resurrection life goes beyond outward religion. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wale watu ambao wamefufuliwa, mambo yao inaenda zaidi ya yale mambo ambayo yanaonekana, inaenda beyond vile watu wanavyokuona, inaenda beyond. Usiseme ya kwamba kwa sababu wewe ni wa full gospel, ama wewe ni wa Catholic, ama wewe ni wa kanisa gani, ya kwamba ni kana kwamba wewe ulifika mbinguni. Mafarisi walikuwa wanaonekana ya kwamba wao ni wazuri, lakini jambo lenyewe ni ya kwamba hawakuwa wanatimiza ndani yao kulingana vile walikuwa wameongozwa na neno la Mungu. Kwa hivyo tukaweze kwa watu ambao wamebadilika, naamini ya kwamba Mungu wetu atatutenda mema. Tunaendelea vyema. Mstari wa 21 mpaka 26
ile funzo ama yale mambo ambayo tunaenda kujifunza pale ni ya kwamba resurrection life deal with the heart, not just action. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba huyu mtu ambaye amefufuriwa na huyu haya maisha ambayo ni ya mtu ambaye amefufuriwa, Biblia inasema ya kwamba ina deal na our hearts. Ni lazima ukaweze kuangalia roho yako zaidi wa Kristo, tukaangalie ni nini hasa kinatoka ndani yetu. Biblia inasema ya kwamba kilichoko ndani yako ndicho kinatoka kwa mdomo wako. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba Wakristo wengi kwa sababu ya yale mambo ambayo yako ndani yao, wanaongea tu waongee. Wakikutana na watu ambao wanaongea jinsi wanapenda, unakuta ya kwamba wanaongea. Unakuta ya kwamba wakipatana na wale watu ambao wanaendelea kufanya mambo ambao wanafanya tu kwa sababu ni Wakristo tu wa kawaida. Lakini Biblia inasema ya kwamba ni lazima haya mambo tukaweze kuyatoa ndani yetu. Na kwa hivyo ukisoma hiyo mistari utakuja kuona kuna mambo ambayo Yesu Kristo anasema pale. Na wakati nilipojaribu kuyaangalia, nikaona anger equals to murder in seed form. Bwana Yesu asifiwe. Anger nikasema ya kwamba equals to murder in seed form. Kwa sababu gani? Nasema ya kwamba wakati wewe umekasirishwa, na diposa nimesema ya kwamba haya mambo ni lazima yakaweze kutoka ndani yetu. Na Yesu Kristo kuja kwake alikuja na ili akatengeneze yule mtu ambaye ni wa ndani. Na kwa hivyo akasema ya kwamba, hebu tusomee Dan, turudie tena hiyo mstari wa 21. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba ilikuwa inawapasa wasiue, na kwa hivyo mtu akiua inapasa afanye nini? Ahukumiwe. Lakini Yesu Kristo inasemaje? Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo akanenea wanafunzi wake na akawaambia kwamba yule mtu ambaye anakuwa anga ni kwa sababu ya ndugu yake. Huyu jamaa ama huyu mtu anafaa akaweze kuhukumiwa. Na kwa hivyo Yesu Kristo ananena yale mambo ambayo yako ndani yetu. Nilisema ya kwamba anga equals murder in seed form. Nilisemaje? Ama kwa nini nikaweza kukama na haya mambo? Ni kwa sababu wakati unapokasirishwa na mtu na your neighbor, ama na yule mtu ambaye ni ndugu yako, ama yule mtu ambaye ni wa karibu na wewe, ile kitu ambao wewe unaanza kuichunguza ama kuipanga ndani yako, ile kitu wakati itakapolipuka ama wakati itakapoendelea, by the way, itaendelea na itaendelea. Lakini yale mambo ambayo yatakaolipuka ndani yako, utaongea maneno tunaulizana, na yule mtu ni yule mtu ambaye tulikuwa tunamjua. Yule mtu ni yule mtu ambaye alikuwa anatuongoza siku ya Sunday. Yule mtu ni yule mtu ambaye anatuongozaga kwa praise and worship. Yule mtu ni yule mtu ambaye anatuhubiria. Na kwa hivyo Yesu Kristo akasema ya kwamba katika hali ya kukasirika tukaweze kuchunga sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisomee katika kitabu cha Ephesians 4 and verse 28, 26 and 27. Ni kwa sababu mambo ya anga inaleta mambo makubwa sana na mambo mabaya sana. By the way, Mungu ama Yesu Kristo alijua ya kwamba kukasirika ni kawaida, si ndio? Lakini kuna maneno ambao imeandikika katika hiki kitabu ya kwamba hata kana kwamba umekasirika, usifanye jua litue ukiwa na ile makasiriko. Ni kwa sababu Mungu alijua ya kwamba wakati unapoendelea na ile makasiriko, ile kitu ambao unaanza kuipanga ama ukiashiria shetani akaweze kupata nafasi, ile kitu ambayo itakuja kutokea ni mambo ambao itakuwa ni mabaya, na hautakuwa ukireflect ile mambo ambao ni Yesu Kristo ama ile mambo ambao ni ya Mungu. Hebu tusome Waefeso 4 mstari wa 26. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ama neno la Mungu linatuambia kwamba kukasirika, tutakasirika. Kwa hivyo Wakristo, neno la Mungu linasema ya kwamba tukasirike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusifanye aje Dan? Imesemaje? Msitende dhambi. Msitende dhambi.
Wakristo, ni neno la Mungu linatuambia atakana kwamba umekasirika usitende dhambi. Wakristo wengi wameangukia mahali pale, ni kwa sababu ulikuwa unataka mzee akufanyie jambo fulani, ulikuwa unataka mtoto akufanyie jambo fulani, ulikuwa unataka mchungaji afanye jambo fulani, ndugu yako ulikuwa unataka afanye jambo fulani. Kwa hivyo unakuwa na makasiriko, na katika hali ya kukasirika unakuta ya kwamba unampatia shetani nafasi. Mstari wa 27, hebu tusome. Wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe. Hata nilikuwa nataka hiyo 2:27. Neno la Mungu linasema ya kwamba mkifanya haya mambo, mkikasirika na mkose kusameheana, na mkose kuashiria, na mkose kuachana na ile makasiriko, ile kitu ambayo itafanyika, mtampatia shetani nafasi, na katika ile hali utakuta ya kwamba mambo makubwa na mambo mabaya itaweza kufanyika. Na kwa hivyo tumesema ya kwamba hii mambo ambayo ni ya kudeal na our heart ni lazima tukaweze kuiangalia, sio matendo tu. Unajua mambo ya kujifanya, tunaweza jifanya na tuonekana kana kwamba tunatoka mbinguni tunakuja asubuhi, si ni kweli? Lakini jambo lenyewe ni ya kwamba Yesu Kristo anasema tukaweze kuangalia mambo ambayo ni ya ndani yetu, ni kwa sababu huyu Mungu anapendezwa nasi na anapendezwa na maisha yetu ambao tutakaoishi pamoja na yeye milele na milele. Na kwa hivyo mambo ya anga ni vizuri tukaweze kuishughulikia, mambo ya bitterness tukaweze kuishughulikia, mambo ya unforgiveness tukaweze kuishughulikia, ni kwa sababu haya mambo yote ni yale mambo ambayo yanatoka ndani yetu, na Mungu wetu alikuja na ili akaweze kutupatanisha. Na kwa hivyo Wakristo ni lazima tuwe watu ambao ni wakupatanisha, lakini sio watu ambao ni wakufanya watu wakaweze kutengana, na ninaamini ya kwamba Mungu wetu atatutenda mema. Tunaendelea vyema, na shukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Tuko mstari wa 27, najaribu kuharakisha kidogo kwa sababu ya masaa. Hebu tusome mstari wa 27 na 28. Na sasa hapa tukaweze kuangalia sana, ni kwa sababu Wakristo wengi wanaangukia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua wakati mwingine tukisoma neno ama wakati tunapokutana na neno kama lile, unakuta ya kwamba watu wanasema ya kwamba hiyo ni ya wale watu ambao hawajaokoka. Kwa sababu sisi tumeokoka, hatuwezi kuwa na mambo kama yale. Lakini kumbukeni, Biblia inasemaje? Ya kwamba ni Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa wanamjua Yesu, na ni watu ambao walikuwa wanaandamana pamoja na Yesu. Na hii ni kitu ama haya ni mambo ambayo yanaandamana na Wakristo. Na kwa hivyo tukaweze kuiangalia sana na tukaweze kujishuga sana, ni kwa sababu Mungu wetu alituita na ili tukaweze kuishi maisha ambao imefufuliwa. Nisome mstari wa 27 na 28. Mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo ama ile kitu ambacho Yesu Kristo anataka kutufundisha sisi ambao tumefufuliwa katika maisha yetu ni ya kwamba selection life means purity in the heart. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba maisha ambao ni ya mtu ambaye amefufuliwa inamaanisha hali ya kuwa watu ambao ni wasafi. Kumbukeni vile neno la Mungu lilikuwa linatuambia mstari wa katika Matthew 5:8 ya kwamba ambao ni wasafi watamuona Mungu. Na hapa Biblia inasema ya kwamba tusije tukatamani ama tusije Dan, hebu rudia tena. Mmesikia ya kwamba imenenwa, usizini. Imenenwa ya kwamba tusiwe na lust ama usiweze kuwa na lust, usizini. Wakristo, wakati unapoendelea Dan na unaangalia, unakutana na gari ya mtu ama unakutana na kitu ya mtu na unaiangalia hivi, unaitamani, umesini? Umesini? Umefanya makosa? Mungu atusaidie sana, si ni kweli? Kwa sababu najua ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba wakati umetazama kitu ya mtu na umeweza kuiangalia na umeweza kuwa na lust, ni kwa sababu ya ile kitu already umefanya makosa naye. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba wakati umeangalia bibi ya mtu, wakati umeangalia mke wa mtu na umeweza kumtazama,
already umefanya makosa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wa Kristo, si tuliitwa na Yesu? Si tumeokoka? Kuokoka ni kufanya nini? Sijui wewe wakati ulipookoka ni nini hasa ilikuja ndani yako, ama kwa nini uliokoka? Uliokoka ufanane na watu wale wengine? Uliokoka ili katika safari twende pamoja? Uliokoka ili wakati utakapokufa upate watu wa kukuzika? Lakini haya mambo ni beyond haya mambo, na kwa hivyo Yesu Kristo anatunenea mambo ya purity ndani ya roho zetu. Wa Kristo ni lazima ndani yetu tukaweze kuwa wasafi. Unajua, ukiwa mtu msafi unaweza patana na mambo na isikunajisi. Bwana Yesu asifiwe. Upatane na mambo isikuharibu kwa sababu uko na usafi ndani yako. Na kwa hivyo ndiposa nikasema ya kwamba Yesu Kristo alikuja kuraise hili neno katika ile hali ya standard yenye inafaa. Ni kwa sababu kutembea, unaweza tembea, unaweza onekana, lakini yale ambayo yako ndani yako ni wewe na Mungu pekee yenu mnajua. Na kwa hivyo Yesu Kristo akasema ya kwamba tusiangalie yale mambo na tukaweze kujitamani. Ni kwa sababu already wakati tumeangalia na roho zetu tumeweza kufanya mambo ambayo hayafai hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika haya mambo ya purity nataka tukaweze kuiangalia kwa upana. Ni kwa sababu najua ya kwamba Wakristo wengi wameangukia mahali pale, na Wakristo wengi wanasema ya kwamba sisi tuliokoka, na kwa hivyo hata kana kwamba tuliokoka sisi ni wa Mungu, kwa hivyo hata kana kwamba haya mambo yanaweza kuwa yanatusubua, sisi ni wa mbinguni. Lakini kuna beyond kuokoka, kuna beyond kuonekana na watu, kuna beyond vile unafanya ndani yako. Umeifanyia kazi namna gani? Umejitayarisha kurudi kwa Yesu Kristo kwa njia gani? Na kwa hivyo Yesu Kristo akaweza kutufundisha haya mambo. Na kwa hivyo Yesu Kristo wakati alipokuwa akifanya haya mambo hakuwa anasema ya kwamba eti makosa ama sin inaanzia wakati watu wameenda kwa bed, ama wakati watu wamefanya hiyo kitendo. Yesu Kristo alikuwa anataka kuonyesha ya kwamba haianzagi mahali hapo. Lakini haya mambo kuna pahali ambapo inaanzia, na ili ukakute mtu ya kwamba amefanya ile kitendo, na pahali ambapo huwa inaanzia ni ndani ya roho zetu. Na kwa hivyo Wakristo ni lazima tukaweze kuchuga sana roho zetu, tukaweze kuangalia roho zetu sana, kuangalia. Sijui wewe wakati uko peke yako ni nini hasa unaangalia? Sijui wewe ni nini huwa unatazama? Sijui ni nini huwa unasikia? Lakini neno lenyewe ni ya kwamba kama vile tulikuwa tunaongozwa siku ya Sunday wakati tulikuwa kwa wazee, ya kwamba tukaweze kulinda roho zetu. Ni kwa sababu roho zetu hapo ndipo chemichemi ya maji huwa inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Wakristo, usifikiria kwamba kwa sababu hiyo kitendo imefanyika ndio mtu amefanya makosa. Yesu Kristo alifundisha na akasema ya kwamba wakati haya mambo yameanzia kwa roho yako, na katika hali ya kuanzia kwa roho ukaweza kutazama, na wakati unatazama ni nini hasa inaenda kwa mawazo, unakuwa mtu ambaye ni wa kuharibu mawazo yako. Na kwa hivyo kwa njia zote tukaweze kujiangalia, na najua ya kwamba Mungu wetu atatutenda. Na kwa hivyo jambo lenyewe ni ya kwamba Mungu wetu wakati wa judgment, usifikiria kwamba atakujaji kwa sababu ya yale mambo ambayo ulitenda tu. Hata mambo ya kufikiria, mambo ambayo uliwaza ukiwa peke yako, ukafikiria kwamba huyo mama fulani wakati anaposimama mbele ya watu yeye ni kumbo tu anambo, angalia venye anajionyeshana, angalia venye amefaa, ni mtu wa aina gani. We uko peke yako, hamko na mtu, unafikiria tu ukiwa mahali pale, ujue umefanya makosa, umeingia already kwa sin. Mungu atusaidie, na Mungu atakujaji ni kwa sababu ya hayo mambo. Na kwa hivyo katika hali ya maisha ambayo ni ya mtu ambaye amefufuliwa, Mkristo ambaye amefufuliwa, ni lazima akaweze kuishi maisha ambayo ni ya usafi. Ni lazima ukaweze kusimama maisha ambayo ni ya usafi mbele za Bwana, ni kwa sababu Mungu wetu anaangalia roho na anaangalia jinsi tunavyotenda. Na kwa hivyo nikasema ya kwamba Mkristo ambaye amefufuliwa ni lazima maisha yake akaweze kuwa katika hali ya maisha yake
ni macho ambayo ni safi katika macho. Na kwa hivyo katika hali ya kuangalia, usiangalie ukitamani ya kwamba utafanya makosa, lakini ukaangalie ukiwa mtu ambaye ni wa kurekebisha. Mawazo yako ni lazima yakaweze kuwa masafi katika hali zote, ukaweze kuwa mtu ambaye unafikiria mawazo mazuri, na katika ndani ya roho yako ukaweze kwa mtu ambaye ni msafi. Kwa nini tukaweze kujikuta kwa mambo kama haya? Niko na examples dogo, na najua kwamba Mungu wetu atatubariki. Na jambo moja ni ya kwamba unakuta mtu ako katika ile hali ya kuwatch zile videos ambazo they are dirty, watching dirty videos or film. Unaweza kuta ya kwamba Mkristo ni Mkristo ambaye anasema ya kwamba anaenda mbinguni, lakini wakati ako bedroom peke yake, ama wakati amejifungia kwa nyumba, zile vitu ambazo anaangalia ni filimu ambazo ni mbaya, ama ni video ambazo zinamshafua ndani ya mawazo yake. Na kwa hivyo Mungu akaweze kutusaidia na akaweze kutuongoza kwa mambo yote. Hiyo ingine unakuta ya kwamba ni mtu ambaye katika hali ya anafuata yale mambo ambayo ni moral, ama yale mambo ambayo hayafai hata kidogo mbele za Bwana, katika TikTok, katika hali ya Facebook, WhatsApp. Unakuta ya kwamba huyu mtu wakati anapokaa chini, yale mambo ambayo anayafuatilia ni yale mambo ambayo ni ya kumpotosha na kumfanya ndani ya roho yake yakaweze kushafuka. Na kwa hivyo Mungu akaweze kutusaidia na kutuongoza kwa mambo yote. Unakuta ya kwamba kuna mtu anasema ya kwamba yeye ameokoka, yeye ni mtu wa Mungu, na yeye ni mtu ambaye anaenda mbinguni, lakini wakati amekaa hivi, zile mambo ambazo anapendezwa naye ni yale mambo ambayo ni maofu kabisa. Unakuta ya kwamba mtu anaangalia zile mambo ambayo ni ya sexual jokes. Unakuta ya kwamba mtu anaangalia yale mambo ambayo hayafai hata kidogo. Lakini Wakristo ni lazima tukaweze kujishunga, tukaweze kujiangalia na mambo kama yale. Naamini ya kwamba Mungu wetu atatusaidia. Na kwa hivyo unakuta Wakristo wengine wakati wanapokutana, yale maneno ambayo yanatoka ndani ya vinywa zao ni mambo ambayo ni ya kuwashafua kabisa. Sijui wewe wakati mko na rafiki yako, ama wakati mnapokutana na wale watu ambao mnakutana nao, ni nini hasa kinatoka ndani ya kinywa chako? Lakini ni lazima tukaweze kujishuga. Tumesema ya kwamba Yesu Kristo alinena mambo ambayo ni ya inside, mambo ambayo yako ndani yetu, na ili tukaweze kuirekebisha. Na ninajua ya kwamba tukifanya hivyo, Mungu wetu atatutenda mema, Mungu wetu atatubariki, Mungu wetu atakuwa pamoja nasi kwa sababu yeye anatupenda. Naona masaa yangu imekimbia sana na sijui venye nitafanya. Okay, jambo hilo lingine ni ya kwamba wakati mwingine unakuta ya kwamba watu wakati wanapoangalia watu, sijui wewe ni mtu wa aina gani, ama wewe ni Mkristo wa aina gani, lakini wewe wakati unapoangalia mtu unamwangalia akiwa kama object. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ukaweze kujishafua ndani ya mawazo yako wakati unapotembea, ama wakati safiri ukienda kazini, ama wakati unapokuja kanisani, wewe ni mtu wa kuangalia watu, na ili ukaweze kumwangalia akiwa kama chombo, badala ukaweze kumwangalia ukijua ya kwamba huyu ni mtoto wa Mungu ambaye Mungu alimuumba, na alimuumba jinsi alivyo, na ili akaweze kujitukuza na yeye. Kwa hivyo kwa mawazo yetu tukaweze kuitakaza, na jua ya kwamba Mungu wetu atatubariki. Napenda niruke kwa hayo, na ili tukaweze kuona fasi ambazo zinaweza tusaidia katika hali ya kuchunga mambo yetu. Naamini ya kwamba Mungu wetu atatubariki. Ukienda nyumbani ufungue katika kitabu cha Job 3 na mstari wa 1. Neno la Mungu linasema ya kwamba Ayubu akasema ya kwamba atakuwa na covenant na macho yake, ya kwamba hata angalia wale wasichana kwa njia ambayo haifai. Na kwa hivyo Wakristo ni vizuri pia nasi tukaweze kuwa na covenant na our eyes, ya kwamba yale mambo ambayo hayafai hakuna wakati tutaiangalia, ama hakuna wakati tutaitazama. Najua kwamba Mungu wetu atatubariki. 1 Corinthians 6 verse 18 and 20 pia itakuelekeza, inatuambia kwamba tukaweze kuwa free katika ile hali ambayo ni ya sexual immorality. Najua kwamba Mungu wetu atatubariki. Psalms 119 and verse 9 inatuelezea vile a young people wanaweza kuweka njia zao zikaweze kuwa safi, na ninaamini ya kwamba tukizifuatilia Mungu wetu atatubariki na atatutenda mema.
Nataka nimalizie na hii, na kwa sababu ndio tulikuwa tumesoma mpaka mahali pale, ni ya muhimu sana na ni mambo ambayo najua kwamba itakuwa ni machungu sana kwetu, ni kwa sababu ya muhimu sana. Mstari wa 29 na 30, yale mambo ambayo ama maisha ambayo ni ya mtu ambaye amefufuliwa. Resurrection life means cut off sin completely. Hali ya kukata mambo ambayo ni ya sin na uikate completely. Bwana Yesu asifiwe. Hebu Dan tusome hiyo 29, atakana kwamba sitaelezea sana, na 20 na 30. Jicho lako la kuume likikukosesha ling'oe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba jicho lako likikukosea, ambao ni ya right, na ukaweza kuifanya nini? Kuing'oa. 30 nasemaje? Na mkono wako wa kuume ukikukosesha ukate utupe mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wako wa kulia ukikukosea na ukate, ukaweze kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Malisia vile inasema, ama imemalisia hapo? Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikuwa anafundisha ama alikuwa anaelezea, hakuwa anasema ya kwamba tukaweze kudhuru hii mili ambayo tuko naye. Unajua watu wengi wanasema ya kwamba kama hii mkono ndio inafanya nikaweze kufanya dhambi, si ni ukate hii kiungo ama hii kitu ambayo niko naye, kama ndio inafanya nikaweze kuingia kwenye jehanamu, si nikate niingie ufalme wa Bwana bila hiyo kiungo. Lakini Yesu Kristo alikuwa anaongea beyond haya mambo. Alikuwa anasema ya kwamba kama ni rafiki yako, kama ni ile company, kama ni wale watu ambao mnatembea na wao, na hao watu wanaweza kukufanya ukose kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu wakati mnapokutana wanaongeaga tu mambo ambayo ni ya kupotosha, mambo ambayo haifai mbele za Bwana, na beta ukaweze kuikata, ukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni ukiwa peke yako, kuliko muingie mkiwa kundi, na kundi lile ni kundi ambalo ni la kukurudisha nyuma. Wakristo ambao wamesimama vizuri, na Wakristo ambao wanajua Mungu wao vizuri, Wakristo ambao wamefufuliwa, ni lazima wakajue na wakaweze kuwa na hekima ya kujua ni watu wa aina gani ambao wanafaa wakaweze kuwa na pamoja na wao. Wakristo ambao wanajua ya kwamba maneno ambao wanaongea kutoka ndani ya kinywa chao ni maneno ya aina gani. Wakristo wanajua ya kwamba wakati tunapofanya mambo ama wakati tunapofanya kazi, wakati tunapofanya mambo yote, tunaishi maisha ya aina gani. Na kwa hivyo Yesu Kristo akasema ya kwamba kama haya mambo ndio itakufanya ukose kuingia katika ufalme wako na ukaweze kuikata. Kama ni wewe mke, kama unajua ya kwamba bwana yako, kwa sababu wewe ni mtu wa kuongea sana, utakosa kuingia mbinguni kwa sababu yake, na ukaweze kuwa na njia ambao ni ya kuishi pamoja na yeye. Nafurahishwa na mchungaji mmoja, mhubiri mmoja alihubiri na akajua ya kwamba kulikuwa na shida na mama mmoja, ni kwa sababu bwana yake akiingia alikuwa ni yule mtu ambaye ni wa kuongea sana, na kwa hivyo akamwambia ya kwamba wakati mzee atakapokuwa akiingia, wewe weka maji kwa mdomo, usiwe mtu ambaye ni wa kuongea sana. Akafanya hivyo kwa mara 3 mara 4, na yule bwana akaweza kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Labda wewe katika maisha yako, wewe tu ndiye uko na shida. Yale mambo ambayo unaona ya kwamba haifai, na yale mambo unaona ya kwamba inaleta shida, wewe tu ndiye unajiletea shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu hautaki kukata ile kitu ambayo inakufanya ukose kuenenda kwa njia ya utakatifu. Na kwa hivyo Wakristo tumesema ya kwamba ni vizuri, kwa sababu tumefufuliwa, na ni mwaka ambao Mungu ameweza kutufufua, na kuna mambo mengi sana anaenda kutufufulia, tukaweze kuishi maisha ambayo ni ya kufuata na kusimama na neno la Mungu. Kwa hivyo Mungu wetu awabariki na watende mema. Napenda sisi sote tukaweze kusimama ninapoalika praise and worship, wakuja watuongoze na wimbo wa kujipeleka mbele za Bwana. Wewe sijui ni nini hasa kinakufunga, sijui ni maisha gani ambao wewe unayatembea, sijui ni maongeo gani ambao wewe unayaongea, sijui ni njia gani ambazo unazipitia, sijui ndani yako ni nini hasa kinatoka. Ukamwambie Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake, na kwa sababu ya vile anavyokuwa anakuanza mawazo mema, na akaweze kukuondolea, akaweze kuikata, na ili ukaweze kuishi Mkristo ambaye hata wakati uko peke yako, wakati uko katika sehemu zako ambazo ni secret, unaweza kutangaza injili ambayo ni ya Yesu. Wakati umetoka kanisani, wakati umeenda nyumbani, wakati unafanyia kazi, unajua ni vizuri kwa njia zote tukaweze kureflect
Huyu Yesu ni kwa sababu anatupenda na anatujali. Amesema ya kwamba alikuja na ili akaweze kutia hili neno likaweze kuwa na nguvu, na Mungu wetu atatubariki.